Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Mei 13 mwaka 2026. Mada leo inasema Yesu aliye vyote kwetu. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 30, ambapo neno la Mungu linasema, bali kwa yeye ninyi nyote mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya pekee, nasi tunaomba uwepo wako udumu kuwa pamoja nasi siku zote. Malaika wako walinzi waongoze hatua zetu, na Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyatenda mapenzi yako, ukitusamehe dhambi zetu, ukitutakasa na kutusafisha. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu, amina. Ni ukuaji katika kuijua tabia ya Yesu ambao unaitakasa nafsi. Kutambua na kuikubali kazi ya pekee ya upatanisho humbadilisha yule au tafakarie mpango wa ukombozi. Kwa kumtazama Kristo anabadilishwa, na katika mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama kwa Roho wa Bwana. Kumtazama Yesu kunakuwa mchakato uadilishao na utakasao. Ukamilifu wa tabia ya Kristo ni hamasa ya Mkristo. Yesu kamwe hapaswi kuondoka moyoni. Malaika wanasema juu yake, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo sura ile ya kwanza 21. Yesu mwokozi wa thamani, uhakikisho, msaada kamili, ulinzi na amani, vyote vi ndani yake. Ni mwondoaji wa mashaka yetu, uthabiti wa matumaini yetu yote. Linapendeza jinsi gani wazo kwamba tunaweza kuwa washirika wa asili ya Mungu, ambapo tunaweza kushinda kama alivyoshinda Yesu. Yesu ni ukamilifu wa matarajio yetu. Yeye ni tuni ya nyimbo zetu, kivuli cha mwamba imara katika dhoruba. Yeye ni haki yetu, utakaso wetu na ukombozi wetu. Nguvu ya Yesu inapaswa kuwa faraja, tumaini, taji ya furaha ya kila mmoja ambaye anafuata Yesu katika pambano lake, katika mahangaiko ya maisha yake. Yeye ambaye humfuata kweli, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, anaweza kupaza sauti kadiri anavyokuwa, huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Yohana wa kwanza sura ya 5 ya 4. Ni nguvu ya aina gani huushinda ulimwengu? Ni ile imani inayomfanya Yesu kuwa mwokozi wako binafsi. Ile imani ambayo ukiwa unatambua kushindwa kwako kabisa kujiokoa, humshikilia msaidizi ambaye anaweza kuokoa, kuwa tumaini lako pekee. Ni imani ambayo haitakatishwa tamaa, ambayo inaisikia sauti ya Yesu ikisema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu, na nguvu yangu iliyotukuka ni yenu. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ni Mei 13, mada akisema Yesu aliye vyote kwetu. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema
neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa